Baraka Ndarawa Matayo, utatoa maana gani kuonyesha kuwa hali uliyoyatamka leo mbele na mke wako kwa hisia kali kwamba umeyamaanisha na ni maneno yako ambayo hautakuja kuyarudia katika maisha yako, ila yataishi katika moyo wa mke wako? Ni alama gani unayotoa mbele ya kadamnasi hii kama ushahidi? Asante. Pete ni kitu cha mviringo, kikimaanisha kwamba upendo wa Baraka kwa Aida hauna kikomo. Ndio maana hii ni mviringo. Ile ya uchumba huwa inakiua, maana yake uchumba unaweza ukavunjika, lakini ya ndoa ni mviringo, kwamba hii hakuna kuvunjika na ni upendo ambao hauna kikomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anamvarisha katika mkono. Yeye Baraka atakuwa anaangalia kila alichokisema katika maisha ya Aida, na Aida atakuwa anaiangalia, anakumbuka maneno aliyotamkiwa na Baraka. Penda, nitakupenda na kukutunza muda wote tutakapokuwa hai. Muda wote tutakapokuwa hai. Daima nitakupenda. Daima nitakupenda. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Hivyo ninakuahidi uaminifu wangu. Hivyo ninakuahidi uaminifu wangu. Amen. Asante sana. Mwambie tena baraka zake. Ninakuchukua wewe. Ninakuchukua wewe. Malizia. Ninakuchukua wewe Aida Tito Filipo kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. Tangu sasa na kuendelea. Tangu sasa na kuendelea. Na ninakuahidi uaminifu wangu. Na ninakuahidi uaminifu wangu. Amina. Mvike Suni mtosha sana. Naomba mtegemeza mikono yako ile namna hiyo. Weka hapo. Tamka maneno haya kwa pete hii. Kwa pete hii. Ninakuchukua wewe. Ninakuchukua wewe Baraka Ndarawa Matayo kuwa mume wangu wa kunioa. Kuwa mume wangu wa kunioa. Tangu sasa na kuendelea. Tangu sasa na kuendelea. Na ninakuahidi uaminifu wangu. Na ninakuahidi uaminifu wangu. Amina. Mvike taratibu. Na kwa mamlaka niliyopewa kama mhudumu wa Injili na kama msajili wa ndoa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watangaza watu hawa Baraka Aida kuwa sasa ni mume na mke katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Wapigeni makofi wazazi wa bwana harusi na mnao wanaingia. Vigelegele nisikie waliokuja navyo. Vigelegele na makofi wageni waalikwa. Ina nini? Wanatabasamu. Wao. Hatari sana. Wapia bele msumbe. Kwende na mbele. Yani kuzuri. Kishindo cha wakombo imefanyaje? Kishindo cha wakombo kimeza washami. Kishindo wapi na vigelegele sasa? Yes.
kimbiza washambi. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu amekuja na kishindo kutoka Rwanda baba. Amekuja na kishindo kutoka Rwanda. Lazima tukione. Twende. Ilipowakabili wenye ukoma wewe wakasema kuliko tufe hapa, ni bora twende kambi la Washami. Ni maadui zetu siku zote, twende tuombe chakula na tena huenda tukauawa. Inshallah mikono juu wote na wewe. Hawa ni watu wa Rwanda bwana. Haya ni makabila ya kitu najifunza. Thank you.
enjoy na mtu aliko Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa wakati huu mzuri ambao Mungu umetupa neema na kibali cha kuwepo hapa. Asante kwa siku wa Mathayo pamoja na Aida. Tunakushukuru kwa ajili yao pamoja na wasimamizi wao. Lakini tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kuungana na sisi na tumeungana pamoja na maharusi wetu wa siku ya leo. Hii ni siku muhimu sana katika maisha yao, ni siku ya kuweka kama mwanzo wa zote na mingi ya maisha yao yanayoendelea mbele. Baba, tunajiachilia mikononi mwako tukiomba ulinzi wako, tukiomba usimamizi wako na uongozi wako katika shughuli hii, harusi hii. Mungu, tunaalika uwepo wako na nguvu zako mahali hapa, ya kwamba Bwana usimamie hii harusi kuanzia mwanzo hata mwisho. Hii ni kusema kwamba hatuamini katika mikono yetu wala tuamini katika maandalizi yetu, tunaamini katika mkono wako. Na ndio sababu tunaitisha mkono wako mahali hapa, ili Bwana upate kusimamia na upate kutuongoza kuanzia mwanzo hata mwisho. Baba, tunakabidhi kila ratiba mikononi mwako, kila tukio litakaloendelea hapa iwe ni kwa lengo la kukutupa utukufu wewe, kukuinua wewe na kukuadhimisha wewe, kwa sababu wewe ni Mungu unayestahili sifa na heshima na adhama na shukrani katika kila jambo tunalolitenda. Mungu, likupe heshima, likakupe utukufu Bwana. Kwa hiyo Bwana, tunaomba mkono wako ukaatamia mahali hapa, mbawa za Roho Mtakatifu zikatamia mahali hapa. Tunamkataa shetani, tunakataa na maagent wake mahali hapa, na kama ametuma agent mahali hapa, basi mpango wake usifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba yale mapenzi makamilifu yanayotoka kwako yakakamilike kuanzia mwanzo hata mwisho. Baba, tunajiachilia mikononi mwako tukiomba uwepo wako mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mazingira upande wetu, na kila kiumbe cha mahali hapa kikao upande wetu, na jengo likao upande wetu, na chochote cha mahali hapa kikao upande wetu, kwa ajili ya mustakabali mzima wa shughuli hii katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, kwa sababu utafanya zaidi ya tulivyoomba, zaidi ya tulivyowaza, kwa kadri ya uweza wa nguvu zako zinazotenda kazi ndani yetu, katika Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Jamani, hiyo amen haijaridhisha kwa Mungu. Tupige amen na makofi mengi. Amen. Yes. Wow, asante. Sasa MC kama Silva. Namshukuru sana baba mchungaji kwa maombi mazuri. Of course nimebarikiwa. Basi wakati huo kuna msafara unakuja? Sina msafara. Kuna msafara. Basi kwa wakati huu naomba tuendelee na ratiba yetu nzuri. Kwa heshima na taadhima nimkaribishe mbele yetu ndugu bwana harusi kaka Baraka Mathayo, ambaye ametufanya tuwe hapa usiku wa leo, aje kwa ajili ya kututambulishia sisi, lakini pia mwenza wake, familia yake, na rasmi amkaribishe yeye pia wafahamu ndugu zake. MC, naomba kwanza uninyanyulie huyo bwana harusi. Nyanyue kwanza. Okay, naomba amlete bwana harusi hapo on the stage. Kabla hiyo. Wow.
asifiwe. Kwa sababu ya kumshukuru Mungu ili ya siku ya leo, na binafsi kwa majina yangu naitwa Baraka Ndabako Mtayo. Nimeongezeka. Mungu anisaidie nisije nikasema vingine na sababu fulani kubwa. Sawa, nitaanza utambulisho kama ifuatavyo. Nitaanza na mtu aliye jirani yangu sana. Huyu ametufanya tuwe hapa leo. Na tukirejea kwenye maandiko, ilikuwa ni sababu ya Adamu kukosa furaha, lakini alipompata kafurahi. Mimi hapa nimepata ua. Lakini kama kuna mtu alikuwa anapata tabu kula, wengine kula muda umeendelea. Sasa hivi nitakula kwa wakati, maana yake nimepata utupoti. Nimepata mtu aliye mbele yenu pamoja na mimi ni mke wangu mzuri. Wow. Anaitwa Aida Tito Filipo. Ni majina niliyokuta anaitwa aliyoitwa na wazazi wake. Lakini pale kwenye Aida mimi nikaona kuna kitu kinapungua. Ndio. Sasa hivi mimi namuita Aida Praise. Aida Praise. Wow. Tuseme wow. Wow. Tuseme wow for Aida. Wow. Yes. For Aida Praise. Aida Praise. Of course, asante sana kwa ajili ya Aida Praise. Amina. Yes. Mke wangu. Mke wangu. Nampenda sana. Sana. Piga makofi mengi kwa ajili ya Aida. Amina. Basi naomba niishie hapa, baada ya hapo nihamie meza nzuri kabisa hii hapa. Yes. Hii ni meza ya wazazi wangu. Unapoona wote hao. Wote. Wote. Familia yangu na ni wazazi wangu. Asante sana. Makofi tu kwa heshima yao. Tafadhali walialikwa. Wow. Kwanza kama ifuatavyo, ninaomba babu Pastor Simoni Masela usimame pamoja na bibi. Tupungie mikono pale ndipo. Wow, asante. Asante sana. Mimi naomba babu mkono mmoja huu wa kuume uwe juu. Ufungue vidole. Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Babu yangu ni mwanajeshi. Yes. Kwa hiyo ukiona mkono hakuzaliwa hivyo. I say wow. Ni matokeo ya vita ya Idi Amin. Hongera sana babu, hongera sana. Makofi mengi jamani kwa ajili ya babu. Tafadhali. Kwa hiyo hapa tuko na mtu mkubwa sana kwenye historia ya taifa letu la Tanzania, lakini ni mchungaji anampenda sana Yesu. Asante. Na mimi babu tumetambua uwepo wako. Kwa kuwa si kwetu ni Usukumani, nafikiri akisalimu Kisukuma tu hapo bali wabebe kishaga duba. Obeja. Sema kujue baba na mama hiyo. Yes wao. Yes, asante sana. Makofi mengi kwa babu yetu. Asante. Kwa hiyo huenda watu wakaona kwamba mimi na maisha ya kijeshi, huko kwetu ni wanajeshi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi nafasi inayofuata ni ya baba na mama. Baba mchungaji Pastor Zeus Baraka na mama. Wasema neno la kuwasalimu kwa sababu hapa tulipofika kazi yao ni kubwa sana. Wow, asante. Karibu baba mchungaji. Amen. Kwa sababu mimi niliomba, naomba nimpe mama ongee kidogo alafu nitamalizia. Asante. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Mama huyo. Mama huyo, mama huyo, mama huyo amependeza na nywele zake. Na nilipona mnaishia njiani, hamjataja kimoja. Kimoja hamjataja. Hapana, mmemaliza? Tabasamu lake. Na nini kingine? Wow, hebu tuseme hiyo kwa nguvu sasa. Na nini? Na mume wake. Wow, na makofi mengi kwao. Asante sana. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
wageni waalikwa, Mungu awabariki sana kwa kuwepo mahali hapa. Sisi tunamshukuru Mungu pamoja na watoto wetu wazuri, Aida pamoja na Matayo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu, tunaamini watakuwa salama na wataendelea kuwa na ndoa yao nzuri ambao wameianza leo. Uchumba wao una ushuhuda mkubwa, ni Mungu amewapigania na Mungu aliwachagua ili waweze kuoana, na ni kusudi la Mungu wakati huu waweze kuoana, na sifa na utukufu kwa Mungu aliye hai. Tunawatakia ndoa njema yenye amani, yenye furaha. Mungu akawajalie watoto wazuri wa kiume na wa kike, na tunaamini Mungu atakuwa mshindi wenu kama alivyowashindia katika hili. Amen. Makofi na vigelegele kwa mama tafadhali. Makofi mengi na vigelegele. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Amen. Namshukuru sana Mungu kwa kweli, kama alivyosema mama, tuna historia ndefu kidogo na hawa vijana. Tumewapokea pale kanisani, tumekuwa nao kwa muda wote wa masomo yao na wamehitimu masomo yao vizuri na GPA nzuri kabisa. Wow. Makofi mengi kwa GPA tafadhali. Kwa GPA ya Matayo anaweza kuwa mwalimu wa chuo kabisa. Wow. Makofi mengi kwa bwana harusi. Na kama shetani asingeingilia kati, mwaka huu ilibidi awe mwalimu wa chuo cha UDOM. Tutorial assistance kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, wamekuwa watoto wazuri sana sana sana. Lakini pamoja na hayo, napenda kuwashukuru sana sana washirika wa kanisani Shekina. Mungu awabariki sana kwa ushirikiano wenu. Asante sana wazee wa kanisa na viongozi wa idara na mashemasi, lakini pia nawashukuru sana wanangu wa social. Amen. Bwana asifiwe. Napenda kujizungushia watu ambao akikukemea unaelewa kwa sababu ni sawa. Naomba nimtambulishe mdogo wangu mpenzi kabisa. Sogea mbele sasa tuone. Yesu asifiwe. Amen. Nyumbani kwetu tupo watoto 4. 3 ni wa kike, afu mimi peke yangu ni wa kiume. Lakini hapo juu amenitangulia dada 2, nikafuata, baadaye akafuata yeye. Namshukuru Mungu kwamba japo dada zangu wengine hawajafika na mama yetu pia hajafika, lakini yeye amefika. Bwana asifiwe sana. Wasalimie makutano na watu hao wazuri. Dada mrembo, sema neno basi. Dada mrembo anaona aibu. Hiyo ni haiba ya kike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naitwa Neema. Neema kweli kweli. Mimi ni mdogo wake na harusi. Mimi ni wasibu mpya. Kwa hiyo naona kidogo ninaandika kwa kitabu msini wabariki. Makofi kwa Neema tafadhali. Makofi mengi kwa Neema. Wow, asante sana kwa ajili ya dada. Mungu amemsema sana na mimi naomba ni asimame tena. Mheshimiwa mwenyekiti, simama, kwa sababu huyu amekuwa mwenyekiti wangu, maana tumefanya naye kazi kwenye ofisi moja ya kamati kuu, akiwa mwenyekiti wa tawi letu la Kasweta Social na mimi nikiwa katibu wake wa Kasweta Social. Ni mtumishi wa Mungu, amenyooka, hajui kupita. Ameokoka na nampenda Yesu sana. Ninafurahi kwa ajili yake kumuona yuko hapa. Kumekuwa na mizunguko mingi na ni miongoni mwa watu ambao amesimamia swala la mwenyekiti wetu wa kamati ambaye alipata ajali tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2025 akiwa anaenda kanisani akapata ajali na akaumia. Sasa hivi yupo Benjamin
anaendelea vizuri. Ametoka. Mungu ni mwema. Makofi kwa Yesu. Makofi ni kwa Yesu aliye. Makofi kwa Yesu jamani. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kuwa huyu ni rafiki yangu, lakini ni kiongozi wangu na ni mchungaji. Baba aligusa, ni mchungaji. Ni yule ambaye muita mchungaji na mpeo umeanza kuharibu sasa. Kwa wale ambao wanafuatilia YouTube wengi ya Destiny City Church, utamuona tu anafanya vitu vizuri sana. Haleluya. Wana social, nyinyi ni familia yangu. Msimame tena mtupungie mikono. Nina watu wa muhimu. Sasa nilitamani nimalize ili nisije nikasahau. Yuko hapa Mwalimu Robati pamoja na Madam Teresia Ali, ni wasimamizi wetu katika shughuli hii, lakini ni wazazi wetu kabisa, wanatulea na kutuongoza katika mambo mengi. Kwa naomba baba usalimie tupate kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikutamani kuongea, lakini kwa heshima ya Baraka Mathayo basi nitazungumza. Jamani, Mungu awabariki sana mabibi na mabwana kwa kuhudhuria siku ya leo. Mmeacha shughuli zenu nyingi kwa ajili ya kujumuika na Baraka Mathayo pamoja na Aida Tito kwenye hili tukio lao la muhimu kabisa. Sasa wenda sitapata nafasi ya kuongea mbele. Niseme tu mambo mawili ya muhimu. Sio kwa ajili ya Baraka Mathayo na Aida peke yake, kwa ajili yetu sote. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni salamu za kichungaji. Wakati Baraka Mathayo tutambulisha mtumba. Jamani, mimi na mke wangu ni wachungaji pale Mtumba. Kwa hiyo Baraka Mathayo bwana hajazoea hilo jina la Mtumba. Na mambo mawili tu kwa haraka tu kwa muda. Kwenye Biblia neno la Mungu linasema mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini ukiifanya vice versa unapata kitu kingine kizuri. Mwanamke mwenye hekima ataijenga nyumba yake mwenyewe. Wala sio kwa mwanamke pekee, kwa mwanaume pia. Mwanaume mwenye hekima ataijenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa leo mimi nitawapa tofali mbili kwenye huu ujenzi wa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tofali la kwanza, tuna biblical highlight. Kuna Kristo, kuna Mungu, kuna Kristo, kuna mwanaume, alafu kuna mwanamke. Kwa hiyo kwenye ndoa yenu hakikisheni hiyo inazingatiwa. Anaanza Mungu, anafuata Kristo, anafuata mume, anafuata mke na wengine chini. Kwa hiyo Baraka na Aida, hilo ni jambo la kwanza. Tofali la kwanza kwenye kujenga kwa hekima nyumba yenu. Tofali la pili, Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13. Mkiweza kusoma yote itapendeza. Pale Mtume Paulo amezungumza kwa habari ya upendo. Upendo hautafuti mambo yake wenyewe, upendo unavumilia, upendo haujivuni, upendo hauna ubinafsi. Kwa hiyo hizo tofali mbili mzitumie. Lakini jambo la mwisho, kama kutakuwa na lolote lile ambalo linawasumbua kwenye namna ya kujenga, maana masonry nayo si shule sio. Kuna vitu vingi nimejifunza kwetu mimi na mke wangu. Japo sio kwa ukubwa, lakini tumekaa wote kwa muda fulani. Kwa hiyo yale ambayo mmejifunza mnaweza kuyatumia kwenye kunyoosha matofali yenu. Mungu awabariki. Tunawapenda sana. Mimi na mawili tunawapenda sana. Barikiwa na Mungu. Makofi mengi kwa mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni nyingi. Na nashukuru kwa sababu Mungu ni mwema. Nafasi Mamesi, haleluya. Amen. Jamani, msimame mpunge mikono hivi. Sherehesha vizuri. When I am weak, you are my voice when I can't speak. You are my... Amen. Nafikiri imekuwa na utambulisho mrefu sana. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu amenisaidia kufika hapa. Naomba nirudishe maiki
kwa meza nimeiacha ya thamani sana. Utambulisho wake karibu MC. Asante sana. Naomba nitoe nafasi kwa ajili ya bibi harusi wa Baraka kwa ajili ya kuweza kutoa utambulisho na yeye pia tuweze kufahamu wale ambao wako upande wake usiku huu wa leo. Karibu sana madam. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Amen. Nimepewa dakika chache sana za kuweza kutambulisha. Kwa hiyo kwa wewe ambaye nitakusahau naomba utanisamehe, si ndio? Cha kwanza kabisa naomba nitambue uwepo wa mtu ambaye amenyanyua miguu yako kutoka nyumbani mpaka kufika hapa, na yeye si mwingine ni Roho Mtakatifu. Tumshangilie Yesu. Makofi kwa mama mchungaji hapo mbele. Ni Mungu aliyetufikisha hapa. MC amesema tutambulishe watu ambao tunafahamu. Namfahamu Roho Mtakatifu. Amen. Wow. Yes. Wow. Kingine naomba nitambulishe kabisa mtu ambaye amefanya ni furahi kwa mara ya kwanza. Sijawahi kupata furaha, yani nimepata furaha duniani, lakini hii yani imekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Makofi na vigelegele kwa furaha jamani. Naomba nitambulishe kwenu tunda langu. Napenda kumuita Tunda. Samani bibi harusi kabla hujaendelea. Sasa usiulize ni tunda gani? No, naomba usiendelee kwanza. Hapo kwenye kukusaidia sasa kutaja tunda. Okay. Naomba tuseme tunda langu. No, sio tunda. Tunda lako. Wow. Tumpige makofi mengi kwa ajili ya tunda la Aida, au sio? Wow. Twende. Yes, huyu ni tunda langu. Wow. Nampenda sana. Unapenda sana. Sikutegemea kama Mungu angenipa wa namna hii, ila ninajivunia sana kumpata mtu wa namna hii. Wewe sijasikia makofi Wow. Ninapenda sana. Na ukipata mtu ambaye ujue kwamba huyu ndo yani mtaachana kifo. Baada ya kifo ndo mnaweza mkatengana. Kwa hiyo yani nitakuwa na wewe mpaka kifo kitutamanisha. Wow! Mpaka kifo ifanye. Piga makofi mengi kwa ajili ya Aida jamani. Yes. Kwa hiyo rasmi ni mume wangu, mpenzi wangu, wow. Baba wa familia yangu, baba wa watoto wangu. Naomba niishie hapo. Asante sana. Wow. Ukitaka jina lingine unaweza kunidim kidogo nitakwambia. Wow. Yes, asante. Sasa msije mkaanza kudim majina ambayo tafadhalini sana hapo tukienda vizuri. Amen. Nimeanza utambulisho, mimi sijajitambulisha kwa majina, naitwa Aida Tito Filipo, ni mzaliwa wa Ngara Kagera, ni muhangaza aliyeokoka na mpango wa kwenda mbinguni. Amen. Naomba nitambulishe uwepo wa ndugu zangu. Wapo ndugu zangu wachache wamewakilisha wazazi wangu na ndugu zangu waliopo huko Kagera, wasingefika wote, ila ninao wawakilishi wa familia yangu. Na kwanza kabisa naomba nitambulishe kaka yangu mkubwa na ninayempenda sana. Naomba asimame, anaitwa Pasco Tito. Pasco Tito. Tunafanana kwa familia ya Tito, ukikutana nao yani wote sura ni moja. Unaonaje? Yes. Yani mnafanana sana. Ni mwalimu na mimi ni mwalimu kwa ndio tuseme bonjour. Mmebarikiwa kuwa walimu. Asante. Comment ça va? Je t'aime beaucoup. Yes, hicho ni Kifaransa. Mimi ni mwalimu wa Kifaransa na yeye ni mwalimu wa Kifaransa. Kwa familia ya Tito ni walimu wa Kifaransa. Usijali, utajua Kifaransa. Asante wa Faransa. Pia naomba nitambue uwepo wa
wifi yangu mzuri, ninampenda sana, mwenye hekima sana. Naomba asimame wapungie mkono. Ya, Mungu ametupa Wafaransa kwenye familia ya Tito. Bonjour. Comment ça va? Je t'aime beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Yes, kwa hiyo wifi yangu tunaongea Kifaransa, tunaongea Kiswahili, tunaongea Kiagaza, tunaongea Kinyarwanda, Kirundi. Usijali, watoto wetu ni wanaruka. Kasoro Kigogo tu amuongee. Yes, ni kweli kabisa. Kigogo hamjui? Hakika. Mtajua. Nifundishe. Atakufundisha. Amen. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa dada zangu, ninawapenda sana na ni wazuri hatari. Naomba tusimame tuwapungie mkono. Wote. Hao ni dada zangu, kwa hiyo ndo familia yangu. Ninawapenda mno. Yaani ninawapenda, wametumia nahisi kama ni ndege 2 au 1.5 au kufika hapa. Kwa hiyo Mungu awabariki, natambua uwepo wenu lakini pia na mimi ni mwana social. Samahani, na mimi ni mwana social. Japokuwa mimi sio social kasfeta social, mimi ni kasfeta tayomi. Kwa hiyo tulikuwa tunapishana mlango tu. Kwa hiyo nikiingia kule kuabudu na kuja na chumba rafiki yangu anaendeleaje. Wow, piga makofi mengi kwa ajili yake jamani. Kwa heshima na taadhima, ninawapenda sana. Naomba tusimame tuwakumbie. I love you social. Kwa mantiki hiyo, naomba niishie hapo. Nimetangulia kusema kwako wewe ambaye nimekusahau, naomba unisamehe. Mimi nitakusamehe kesho. Lakini kabla wewe umesema mwenyewe, lakini naomba nitambulishe wazazi wangu wa kiroho ambao wamenilea tangu tumeanza, yani tangu nimeanza chuo ndo wamenilea, tangu tumeanza uchumba wamenilea, tangu tunaanza michakato hii wamenilea, na usi wengine japokuwa baba amewatambulisha. Naomba na mimi wasimame wawapungie mkono, ninawapenda sana. Wow, makofi mengi kwao. Roho Mtakatifu amenikumbusha, naomba nitambue uwepo wa wazazi wangu, wazazi wetu kiujumla ambao wamesimamia, wana hekima sana. Kwa wewe utakayefunga ndoa, chagua watu wenye hekima. Aisee, hautajuta kwenye maisha mpaka kwenye ndoa yako. Naomba niwatambulishe wapunge mkono, mama wawili na baba wawili. Wow, makofi mengi kwao. Basi kwa mantiki hiyo naomba nirudishe ukanda kwa MC. Asante sana. Makofi na vigelegele tafadhali. Yes. Jamani, tumeuelewa utambulisho. Umeenda shule au umeishia wapi? Social. Umepitiliza mpaka Rwanda. Yes, upiga makofi mengi kwa ajili ya nzuri. Okay, sawa. Sasa baada ya hapo naomba DJ uweze ku mchungaji bado hajatusalimia. Wow, mama mchungaji bado. Karibu kwa nafasi ya kipekee mama mchungaji. Oh, mama mchungaji. Mama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mnasahau na mume wake jamani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawapenda sana. Sana. Na nimefurahi kuwaona. Tumejumuika kwa pamoja kusherehekea sherehe nzuri ya vijana wetu. Wakisherehekea sherehe kubwa sana kwenye maisha yao, na ni tukio la kihistoria ambalo halitojirudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina la kuzungumza zaidi ya kuwashukuru, lakini neno moja kwa binti yangu, sisi wanawake kama baba alivyosema kwamba mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake. Sisi wanawake ni viungo. Kwa hiyo tunaunganisha familia mbili. Kwa hiyo jukumu kubwa lao mojawapo ni kuhakikisha ile familia na hii hapa wanakuwa kitu hiki. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Pascal Tito Filipo, kama alivyonitambulisha mdogo wangu. Nipo kwa niaba ya wazazi
kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo hawakuweza kufika, lakini wamenituma ujumbe kwa ajili ya bibi harusi na bwana harusi pia. Kwanza nina furaha sana kuwaona wote tumeshiriki kwa pamoja hapa katika hafla hii. Hongereni sana. Lakini pia jambo la kwanza ni kwa wazazi wa bwana harusi. Wazazi wa bibi harusi wameniagiza kwamba sasa hivi tuko familia moja, tuko kitu kimoja, katika shida na raha tutashirikiana. Kwa hiyo wamewakaribisha sana 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 katika familia yetu ya mzee Tito Filipo ambayo inapatikana wilaya ya Ngara, mkoa wa Kagera, na sio kwamba tunatoka Rwanda, lakini ni majirani. Sisi tuko mpakani mwa Rwanda, lakini pia tuko mpakani mwa Burundi. Kwa watu wa Burundi, watu wa Rwanda huwa tunashirikiana katika masuala ya kijamii. Kwa hiyo hata lugha zinaingiliana na mambo mengine kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine pia ni kuwashukuru walezi wa kiroho wa ndugu wangu Aida. Kwa kweli huyu binti, sisi katika familia ya mzee Tito ni Wanakatoliki. Tumezaliwa ni Wanakatoliki. Tumeenda, lakini baada ya hapo huyo mdogo wangu alikuja katuvuruga kwenye ile familia. Ametuvuruga. Yaani amehakikisha kwamba ile familia yote inahama, inaenda kwenye, yaani wameokoka, tuseme hivyo. Mwanzo ilikuwa ni ngumu, mpaka muda mwingine alianza kwanza kaondoka mama, baadaye wakafuata wadogo zake yeye. Sasa baadaye, yaani mpaka ikawa kuna vurugu pale kati ya mama na baba, vipi imekuwaje hawaelewi. Kumbe sababu haya yote ni kutokana na imani ya kiroho ambayo amepandikizwa huyu binti kutoka kwa baba wake wa kiroho ambao ni wachungaji. Na pale nyumbani kwetu mdogo wangu mimi anaitwa Baraka. Lakini pia cha ajabu nikaja kusikia kwamba mchumba na ndio mwake pia anaitwa Baraka. Cha ajabu nimefika tena huku baba yake wa kiroho mchungaji anaitwa tena Baraka. Piga makofi kwa vitatu. Kwa hiyo ina maana kwamba hii familia inaenda kuwa ni familia yenye baraka nyingi sana. Yes. Na kwa hiyo ninaomba kwa heshima na taadhima, baba wa kiroho, naombeni niwasalimie tu. Wow, DJ. Asante sana. Wamemlea, ndio ambaye wamemfikisha hapa, lakini sisi sidhani kama tungeweza mpaka akawa yuko hapa. Na nadhani labda tungekuwa tunasherehekea kule mkoa wa Kagera, lakini mpaka sasa tuko hapa ndani ya Dodoma. Sasa kwa upande wa, nikianza na binti ambaye ndo mdogo wangu, wakati yuko darasa la 7 mimi nilikuwa niko form 6 na yeye alikuwa anashikisha mambo mengi sana. Yaani nilikuwa najitahidi mdogo wangu kwamba apite katika njia ambazo ni sahihi. Na kila nikiongea naye kwa nasema, "Sawa kaka, nitafanya hivyo. Sawa, nitajitahidi." Na amejitahidi mpaka sasa hivi yuko katika njia ambayo imenyooka. Kwa hiyo ule unyenyekevu ambao ulikuwa unaotumia kwangu mimi kunisikiliza kwa mume wako sasa iwe zaidi ya 1000. Utumie unyenyekevu katika familia yako. Kuwa mnyenyekevu kwa mume wako. Isije kwamba akikwambia fanya hivi unamjibu na wanasema kwamba unashtua mdomo hivi. Yaani kijeuri, hapana. Kuwa unaubetua. Sasa naamini kwamba umelelewa katika maadili, hautaubetua. Kaa utulie. Lakini pia umetoka kwa wazazi. Sasa hii ni kwa wote. Umetoka kwa wazazi, umeambatana nyewe wawili. Sio kwamba umeambatana na wazazi wenu, umeambatana na ndugu zenu, hapana. Mko wawili tu. Isije katokea matatizo yenu
mnaleta kwetu sisi ndugu. Hapana, ndoa haijengi na ndugu zenu, ndoa inajenga nyie wenyewe. Lakini msisahau, na sio kusahau kwa sababu wameishi katika njia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Uwepo wa Mwenyezi Mungu uweze kutawala familia yenu katika jambo lolote lile ambalo ni changamoto ile ambayo mnakutana nayo, msije mkaitatua kwa uwezo wenu, lakini karibisha Roho Mtakatifu ili aweze kuingia katika ndoa yenu na katika kuweka mambo vizuri. Endapo mambo yataenda, unajua kuna ulimi na teleza. Sasa ulimi ukiteleza, tumia Roho Mtakatifu ili kuunyosha vizuri. Sasa hivi wanasema kwamba kwenye vikombe, ukiweka kwenye vikombe kwenye kabati lazima vigongane, si ndio hivyo? Na sasa hivi generation ambayo tunao sasa hivi ni Gen Z, si ndio hivyo? Hii generation vikombe vinavunjika sana vinavunjika, lakini naamini kwamba kwa kuwa mna Roho Mtakatifu, hata mtakapoweka vile vikombe kwenye kabati havitavunjika kamwe, havitavunjika wala kutikisika. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba niishie hapo. Asante sana. Makofi na vigelegele kwa kaka. Makofi mengi na vigelegele kwa kaka. Makofi mengi na vigelegele kwa kaka. You stood by me when no one could. Well, I'm gonna say you are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, of how you took away my shame. Simame kupikia keki tafadhali. Wapi simame tunakupikia keki tumembo mpya wa nyumba. Wazazi wa baraka tunakuja kupokea keki leo. Baba na mama, ninawashukuru kwa malezi yenu.
Baba, kuna neno lolote la kutoa? Mama hapana la kusema wewe. Mama ana la kusema. Mama sijasikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Love you too. Napenda maharusi. Wow. Amina, nawatakia ndoa njema. Yes. Wow. Cha kwanza kabisa ni kumtanguliza Mungu. Awe mmiliki na mtawala wa ndoa yao. Watafikisha miaka 50 kama Leticia. Makofi mengi kwa miaka 50 baba. Yes, asante sana. Asante mama. Asante mama kwa ajili ya shukrani. DJ, naomba arudishe basi wazazi. Walizoea kukuona ukihangaika, tena mioyo yao ikaburudika. Wakati wa sasa ninaomba mjiandae. Wakatangaza hautoinuka, kama walijua ukisimama wewe ni namna nyingine, kama walijua ukisimama wewe ni mtu mwingine. Kwa nini na wewe ubaki ukurao wanavyo sawa? Walikusaidia washingo upande kama ilikuwa msana, wasikudhalisha walizoea kila jambo jema kutoka kwao tu. Wewe obea. I start believing God on everybody. I start believing God on everybody.